zangu wana Katavi, tumepita hapa, shughuli iliyotuleta ilikuwa kuweka jiwe la msingi. Nianze kwa kuwaletea salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilimwaga kwamba nitakuwa hapa Katavi kwa ajili ya ziara ya kikazi, akanituma niwaletee salamu. Anawasalimia sana na kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya. Mimi napita kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie kwamba miradi yote iliyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi inakwenda kutekelezwa. Na moja ya miradi ambayo imeahidiwa katika ilani yetu ni pamoja na hii barabara, na barabara ya kwenda Rukwa na barabara ya kwenda Kigoma. Hizi ni barabara ambazo zitafungua mkoa wa Katavi, na ninyi mnajua kwamba barabara hizi zitakapofunguka, mkoa wa Katavi utakuwa mkoa wa katikati kwenda Tabora, kwenda Rukwa na kwenda Kigoma. Natambua katika siku za hapa katikati palitokea kuchelewa katika utekelezaji wa miradi hii ya barabara, na kwa kuwa nilipata fursa ya kuwa kwenye kikapu, natambua nini kilikuwa sababu. Sababu mojawapo kubwa ilikuwa ni umaliziaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Moja ya mradi mkubwa wa kimkakati ambao tulikubaliana kama nchi kwamba tufunge mikanda ili mradi ule uweze kukamilika, ilikuwa ni mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini hivi tunavyoongea, nimewahakikishia hata viongozi wenu, nimekaa na mheshimiwa mbunge, nimekaa na mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wa chama, kwamba tunakokwenda tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hii ya barabara, ikiwemo hii inayokwenda Karema na ile nyingine inayokwenda Kigoma pamoja na ile inayokwenda Rukwa, takriban kilomita 72. Na mkandarasi yuko site, kama hapa ambako kwenda mpaka Karema wakandarasi wako site. Kwa hiyo tutaongeza kasi ya ujenzi ili miradi hii mikubwa iweze kukamilika. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana katika mradi wetu wa barabara ambao unaanzia hapa ambapo umesimama panaitwa Kagura, unaenda Kasekese, Ikola hadi Karema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii ina urefu wa kilomita 112. Sifa ya barabara hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa ni barabara ya mkoa, lakini kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika na serikali ya awamu ya 3 kwa kujenga bandari kubwa Karema kule ziwani, ambayo itakuwa ni bandari ya pili kwa ukubwa baada ya Kigoma, tukaipa hadhi kuwa barabara kuu. Kwa hiyo sasa hivi sio tena barabara ya mkoa, bali ni barabara kuu ama trail road. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii ndio zile barabara ambazo tunasema barabara za kimkakati, barabara ambayo ukitoka hapa ilikuwa ni barabara ya vumbi, lakini Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amewekeza zaidi ya bilioni 47 kwenye bandari kuu ya Karema, ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu imeshakamilika. Na kwa kuwa barabara hii itabeba magari makubwa, mizigo mikubwa sana, ambapo ndio itakayokuwa inapokea mizigo kutoka DRC, lakini kutoka bandari ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla na nchi jirani kwenda DRC, kiwango chake pia barabara hii itakuwa ni kile kiwango cha juu ambao tunasema ni asphalt concrete ama super paved, barabara ambazo zinakuwa na uwezo wa kubeba magari makubwa lakini pia mizigo mikubwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe utakumbuka wakati ukiwa waziri wa fedha, mchakato huu uliuanzisha mwenyewe, na tuna wakandarasi wawili, yaani tumezigawa sehemu mbili, loti ya kwanza, loti ya pili.
Hii ni loti ya kwanza, lakini ndio iko nyuma. Tulianza loti ya mwisho ambayo iko mbele kabisa kiutendaji, na kule tuna wenzetu wa OPEC ambao wanafanya kipande kile cha kilomita nadhani 56, na hiki kipande ni 100% serikali ya Tanzania inatoa fedha. Jumla ya fedha itakayotumika mpaka kukamilisha hii barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Rais ametoa idhini ya kutumia, na hizo ndio fedha zitakazotumika, bilioni 219. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tuliposimama ni hapa ambapo ni eneo la Kagwira, ni kilomita 10 kutoka Mpanda mjini. Eneo la Mpanda ni hili hapa, na kutoka Kagwira hadi Kasekese ni kilomita 54 ambazo zinatekelezwa kwa fedha za ndani. Serikali imegharamia kwa 100%. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hapa tulipo ni sehemu ya kwanza kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza kwamba tumegawanya katika maeneo mawili au sehemu mbili ili kurahisisha utekelezaji wa mradi huu uende kwa haraka. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ukitazama hapa tulipo mpaka hapa ni kilomita 54.1. Hapa tulipo ni eneo la Kagwira, ambapo kutoka hapa mpaka hapa ndiyo ile sehemu ya kwanza ambayo inatekelezwa na mkandarasi anaitwa STECO kutoka China, na inasimamiwa na wahandisi kutoka TANROADS katika kile kitengo cha engineering consulting ya TANROADS. Lakini pia kipande hiki kitatekelezwa kwa shilingi bilioni 106 pekee kwa kipande hiki ambazo zinatokana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hatua ya utekelezaji tuliofikia ni 7%, na mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kipande cha pili hapa loti 2 ambacho kinaanzia Kasekese mpaka Kalema ambacho kina kilomita 56. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipande hiki kinatekelezwa na mkandarasi huyo anaitwa STECO kwa gharama ya shilingi bilioni 112 ambazo zinatokana na mchango wa serikali pamoja na OPEC kama alivyoeleza Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipande hiki chote tuna jumla ya madaraja 7 makubwa ambayo kwa barabara hii maeneo inapopita, maeneo ya minuko na miteremko, kama unaweza kuona madaraja ni mengi kidogo ambayo yanafika 7. Lakini pia tuna mabox culvert au madaraja madogo yale yenye midomo midogo yako 88 jumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, unaweza kuona ni kazi kubwa ambayo inakwenda kufanyika kwa fedha hizo jumla ambazo ni bilioni 219. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kutoka hapa Kagwira hadi Kalema, Mheshimiwa Naibu Waziri ameweza, kuna bandari hii ya Kalema ambayo tayari inafanya kazi, na kwa sababu imeshaanza kufanya kazi, tabaka ambalo tunajenga hapa litakwenda kuhimili huo mzigo ambao utakuwa unatoka na kuingia bandarini ambayo tunaita daraja la TOC20 kitaalamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia ukiangalia upande wako wa kushoto, hizi ni nyumba za wahandisi washauri ambao wanasimamia mradi huu ambao ni TANROADS Engineering Consulting Unit. Na kwa chini hapa ni kazi ambayo imeshafanyika, ilikuwa inaendelea kufanyika, ambayo ni kukata mlima ili kuruhusu barabara iweze kuwa salama kupitika muda wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiangalia upande wako wa kulia ni kazi ambazo zilikuwa zinaendelea, ambapo hapa mkandarasi alikuwa anaendelea na kazi za tabaka la chini la udongo. Hapa ni tabaka ambalo limechanganywa na simenti, lakini hapa pia ni tabaka ambalo limechanganywa na simenti, na hapa ni mawe ambayo yanasagwa kwa ajili ya ujenzi wa tabaka la juu la lami.